أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون أما بعد. أيها الإخوة، ndugu wapenzi watazamaji wa televisheni yetu African TV, mada iliyokuwa mbele yetu, Qur'ani ni muujiza wa miujiza. Nini maana ya neno Qur'ani? Neno Qur'ani kilugha linatokana na neno qaraa, na neno hili qaraa maana yake ni kusoma, na neno hili qaraa lina maana kuu mbili. Maana ya kwanza tumekwisha isema kwamba ni kusoma. Maana ya pili ni kuweka pamoja au kukusanya pamoja. Kwa hiyo Qur'ani maana yake inakuwa ni kitabu kinachosomwa sana kuliko kitabu kingine chochote kile, na hili utakuja kuliona, na hapa ndipo pia unapoanzia muujiza wa Qur'ani. Vitabu vyote vilivyopo ndani ya ulimwengu huu huwa vina tabia ya kumchosha msomaji katika kuvisoma kwake. Leo mtu ambaye yupo chuo kikuu, ukimpa kitabu alichokisoma darasa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, ataishia kuvifunua tu hivyo vitabu. Atakurejeshea mwenyewe, atakwambia kwamba vitabu hivi nilivisoma toka nilipokuwa shule ya msingi. Kwa nini hataki tena kuvisoma? Vimemchosha katika kuvisoma kwake vitabu hivyo. Qur'ani haina kitu kama hiki. Muulize mtu mwenye umri wa miaka 10 mpaka miaka 100 ya kwamba wewe Qur'ani umeisoma mara ngapi, hawezi kukuambia, kwa sababu akianza mwanzo akifika mwisho anaanza tena mwanzo, akifika mwisho anaanza tena mwanzo. Mtu huyu atakuwa na hali hii mpaka kuondoshwa kwake katika mgongo wa ardhi. Ni kitabu ambacho hakimchoshi msomaji katika kukisoma kwake, na hapa ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoanza kuonyesha muujiza wa Qur'ani na kuitofautisha Qur'ani na vitabu vingine vyote vilivyopo ndani ya ulimwengu huu. Na amefanya hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipate kuwa ni baraka, rehma, fadhila, thawabu kwa wale watu watakaoshikamana nayo ile Qur'ani. Pia Qur'ani ni kitabu ambacho hakimaliziki katika kuelezwa kwake. Vitabu vingine vyote huwa vinamalizika katika kuelezwa kwake. Ni kwa sababu hivyo vitabu vinakuwa vimejifungamanisha na muda fulani, wakati fulani, zama fulani, watu fulani na mahali fulani. Kwa hiyo vinakuwa vitabu hivi vinakuwa na tabia ya kupitwa na wakati, muda, zama, watu na mahali, na hufika mahali vile vitabu vikashindwa kukidhi haja ya watu waliokuwepo katika dunia, vinakuwa vimepitwa na wakati. Hivyo vile vitabu vinakuwa vinamalizika katika kuelezwa kwake. Qur'ani haina kitu kama hicho. Kitabu kiliteremshwa karne ya 7 katika mazingira yale ya kijangwa, ya kijahilia, mbele ya watu wale na muda ule na zama zile.
Qur'ani iliweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Qur'ani imeeleza na kabla ya kuziumba mbingu na ardhi, Qur'ani ikaeleza ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa tayari alikwisha anza kuumba, na Qur'ani ikaja ikaeleza ule uumbwaji wa mbingu na ardhi jinsi ulivyofanyika. Haya nimekuja kuyaona katika kitabu cha Dr. Maurice Bucaille, daktari kutoka chuo kikuu cha Paris nchini Ufaransa, katika kitabu chake The Bible, The Quran and Science. Akasema ya kwamba Qur'ani ndio kitabu pekee kilichoweza kueleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Akatoa aya katika sura ya 11 katika surati Hudi aya ya 7. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayami wa kana arshuhu 'ala al-ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahu al-azim. Na yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6. Qur'ani imeeleza ya kwamba uumbwaji wa mbingu na ardhi ulifanyika katika muda wa siku 6. Siku 6 hizi zinazosemwa na Qur'ani sio hizi tulizokuwa nazo za saa 24. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mfano, siku 88 za katika dunia za saa 24 ukizikusanya ukazipeleka katika sayari ya Mercury ambayo inakuwa ni ya kwanza kutoka katika jua letu, inakuwa huko sasa ndio mwaka mmoja. Kwa hiyo kama mtu aliishi katika dunia siku 88, kwa hiyo kama mtu aliishi katika dunia siku 88, mtu huyu kama angekuwa yupo kwenye Mercury, anahesabika ya kwamba sasa hivi ndiyo ana mwaka mmoja. Siku 225 za saa 24 za katika dunia ukizipeleka katika sayari ya Venus ambayo ni ya pili kutoka katika jua, ndio inahesabika ya kwamba ndiyo mwaka mmoja. Wakati mwaka mmoja wetu sisi katika dunia inakuwa ni siku 365 na robo. Angalia tofauti ilivyo. Miaka 248 na siku 292 ya katika dunia ya saa 24 ukiihamisha ukaipeleka katika sayari ya Pluto ambayo inakuwa ni ya 9 kutoka katika jua, ndio inahesabika ya kwamba ndio mwaka mmoja. Kwa hiyo kama mtu aliishi katika dunia miaka 248 na siku 292, bwana huyu au bibi huyu angekuwa yeye yupo kwenye Pluto, anahesabika ya kwamba ndio ameishi mwaka mmoja. Sasa anaposema ya kwamba aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, sio hizi tulizokuwa nazo. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hili liko hapa hapa tu katika sayari yetu inayoitwa dunia. Nimekuonyesha mfano, hata ukilipeleka katika sayari nyingine jambo kama hili halipo. Msikilize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim juu ya siku moja yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika sura ya 22 suratul Haji aya ya 47. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna. Sadaqallahu al-azim. Hakika siku moja ya kwa Mola wako kama miaka 1000 munayohesabu nyinyi katika hesabu zenu za kidunia, kwake yeye ndiye siku moja yake. Kwa hiyo unaona tofauti hapa jinsi ilivyo. Kwa hiyo anaposema ya kwamba aliziumba mbingu na ardhi katika muda wa siku 6, sio hizi. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Hakuna anayejua ukubwa wake na urefu wake isipokuwa ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
lakini Qur'ani inakuja kueleza ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, Qur'ani inasema wakana arshuhu ala alma, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa tayari maji amekwisha yaumba, arshi ilikuwa tayari amekwisha iumba, na ile arshi ilikuwa ipo juu ya maji kabla ya kuziumba mbingu na ardhi. Wanasayansi, watu wa cosmology, watu wa physics wamewauliza wasomi wa Qur'ani ya kwamba ikiwa kama Qur'ani inasema ya kwamba kabla ya kuziumba mbingu na ardhi, kwamba cha kwanza alichoumba ilikuwa maji tayari yamekwisha, arshi ilikuwa tayari imekwisha, na ile arshi ilikuwa juu ya maji. Wanauliza, je, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Kwa sababu sasa hivi maji ya bahari, mito na maziwa yamekaa juu ya mgongo wa ardhi, na yamekaa juu ya kitu kinachoitwa ocean floor, ambayo hii ocean floor ndiyo imeyabeba yale maji, na ile ocean floor imebebwa na ardhi. Na moja katika vituko vya siku ya Kiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idhal biharu fujirati, pindi bahari zitakapopasuliwa. Atakachokwenda kupasua pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakwenda kupasua ile ocean floor. Na jambo hili lilitokea katika gharka ya Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam, na katika tetemeko la ardhi la tsunami la chini ya bahari. Wataalamu wanasema ya kwamba maji ya bahari yalipanda katika eneo la nchi kavu kiasi ambacho nusu ya bara moja lilikuwa limefunikwa. Kwa hiyo lilikuwa ni tetemeko lililokuwa juu, lililokuwa kubwa kabisa. Sasa wanauliza kwamba haya maji ambayo Qur'ani inayasema ya kwamba kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwamba ilikuwa tayari maji amekwishaumba, arshi ameshaiumba, na ile arshi ilikuwa juu ya maji, yale maji yalikaa juu ya kitu gani? Wanauliza watu wa cosmology, ilmu al-kauniyati. Hii ni fani ya kiilmu inayoshughulikia habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbaji wa mbingu na ardhi ulivyofanyika. Na je, ulimwengu huu utakuwa na mwisho? Na kama utakuwa na mwisho, mwisho wake utakuwaje? Hii watu wanaofuatilia jambo hili ni wanasayansi, fani yao inaitwa cosmology. Wapenzi watazamaji wa televisheni yetu, wapenzi watazamaji wa televisheni yetu, maji yana hali kuu tatu. Hali ya kwanza ya maji ni hali ya umiminika. Maji yakiwa katika hali ya umiminika, yanahitaji yale maji kukaa juu ya kitu. Ndio kama vile unafungua bomba kule Zanzibar, bomba wanaita mfereji, unaweka chombo unayakinga, ni lazima kuwepo kitu uyakinge yale maji. Hali ya pili ya maji ni hali ya mgando. Ukichukua bakuli ukayaweka maji, ukayaweka kwenye freezer, yakiganda yale ni maji. Maji yakiwa katika hali ya mgando yanahitaji pia yakae juu ya kitu. Hali ya tatu ya maji ni hali ya kihewa. Maji ni muunganiko wa gesi ya hydrogen na oxygen, na katika kuandika pale kitaalamu wanakemia wanaandika H alafu wanaika mbili ndogo. Maana yake viasilia maada viwili vya hydrogen jumlisha kiasilia maada kimoja cha oxygen, ndio kinapatikana kitu kinachoitwa maji. Maji yakiwa katika hali ya kigesi hayahitaji kukaa juu ya kitu. Kwa leo katika darasa letu tunasimamia hapa, insha Allahu taala, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaendelea na sehemu inayofuatia ya darasa letu. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa
إلا الله. الله أكبر. الله